Hujambo na karibu katika sehemu hii ya kwanza. Sehemu ya simulizi yetu nzuri inayokwenda kwa jina la Njia Panda. Njia Panda. Je, sheria au busara? Kwa nini simulizi yetu imehoji sheria au busara? Kipi kimetokea ndani ya mkasa huu wa kusisimua mpaka simulizi yetu iitwe Njia Panda? Je, ni sheria au busara? Mimi na wewe hakuna tunachokijua. Cha kufanya, ungana na mimi Amani Leonard katika sehemu hii ya kwanza, sehemu ya simulizi nzuri inayokwenda kwa jina la Njia Panda. Je, ni sheria au busara? Karibu. Polisi walithibitisha vifo vya familia moja maarufu jijini Dar es Salaam. Familia ya Bwana na Bibi Derrick Mausa walikutwa wamepoteza maisha, na haraka ushahidi wa vielelezo ukakusanywa. Haraka kupeleka taarifa katika kituo kikubwa kwa ajili ya uchunguzi zaidi, na badala ya hapo mtuhumiwa aweze kufikishwa mahakamani kwa hukumu. Ni kweli taarifa za awali zilijiridhisha kuwa watu hao ni watu wa familia moja, japo waliuawa nyakati tofauti na waliuawa wakiwa maeneo tofauti pia kabla ya vifo vyao. Mhusika mkuu wa mauaji hayo haijajulikana kwa nini ameua kabla ya mwenyewe kuamua kukimbia na kutokomea kusikojulikana. Lakini jeshi la polisi kushirikiana na idara mbalimbali za ulinzi na usalama zilihakikisha zinajiridhisha na uchunguzi kabla ya kuanza msako mkali kwa mhusika wa mauaji hayo, ambayo mauaji hayo pia yalihusisha binti mmoja wa makamo yasiyopungua miaka 20 na hivi, na yeye alikuwa ameuawa kwa kupigwa risasi ya kichwa na kupelekea kifo chake. Na binti huyo ndiyo aliyekutwa ndani pamoja na mama yake mzazi ndani ya nyumba yao, wote wakiwa wamepigwa risasi katika vichwa vyao, yaani Mrs. Mausa, mke wa Mr. Derrick Mausa, na binti yake Rita Mausa. Wote walikuwa wameuawa ndani ya nyumba yao. Lakini pia siku hiyo hiyo ndipo ikapatikana taarifa nyingine ya mzee wa makamo yasiyopungua miaka 52 hivi, naye alikutwa ameuawa katika hoteli moja ya kitalii kwa kupigwa risasi ya kichwa. Mauaji yote hayo yalikuwa yamefanywa kwa mtindo huo huo. Ila kwa nini yamefanyika, hilo bado halijafahamika. Basi mnamo tarehe 9 mwezi wa 5 mwaka 2008, kituo kikubwa cha polisi kilikuwa kimeandaa mchakato wa kuhakikisha kama ni mtuhumiwa au ni watuhumiwa wanapatikana kwa haraka. Taarifa zilikuwa zimeanza kusambaa juu ya vifo hivyo, na hali ya hatari ilikuwa imeandaliwa kwa mtuhumiwa wa mauaji hayo, na haraka upelelezi wa kumnasa mshukiwa ulianza. Askari walizidi kuimarisha upelelezi, lakini muda ulizidi kwenda na mtuhumiwa hakuweza kupatikana kwa muda uliokusudiwa. Ilipofika tarehe 18 ya mwezi wa 12 mwaka huo 2008, yaani ni miezi 7 tu imepita tangu matukio hayo ya mauaji yatokee na wahusika hawakukamatwa. Lakini mnamo majira ya saa 9 alasiri ya siku hiyo, mkuu wa jeshi la polisi Tanzania, Inspekta Jenerali wa polisi IGP Said Mwema
Akiwa nyumbani kwake muda huo, akiwa na mawazo sana juu ya mauaji ya familia hiyo na namna ya kumpata mtuhumiwa. Japo maswali kwake alikuwa mengi, alikuwa akijiuliza kwa nini wameuawa na muuaji ni nani? Kwa nini IGP Saidi Ali Mwema alikuwa akiwaza sana juu ya jambo hili? Ni kwa sababu familia hiyo walikuwa ni wafanyabiashara wakubwa Tanzania, na pia walikuwa na ukaribu mkubwa tu na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete kwa wakati huo, ambaye pia alihitaji wahusika wapatikane haraka na ijulikane kwa nini wauaji wameweza kufanya mauaji kwa familia hiyo kabla ya hatua za kisheria kufuatwa. Lakini pia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alitoa muda kwa IGP Saidi Mwema asimamie hilo swala haraka. Basi akiwa ndani kwake kwenye sofa kubwa, huku akiwa anachezea simu yake aina ya BlackBerry Bold 1000, akipitia baadhi ya mafaili kutoka kwa baadhi ya askari yake kuhusiana na kesi hiyo nzito. Akiwa ndani kwake muda huo akichezea simu yake hiyo aina ya BlackBerry Bold, kwa kipindi hicho ilikuwa ni simu ya thamani na simu nzuri kwa matumizi kama hayo. Punde mlango wa nyumba yake uligongwa. Ndio, uligongwa kana kuwa kuna mtu alihitaji kuingia ndani. Basi IGP aliamua kuacha alichokuwa anakifanya na kusogea karibu na mlango wake huo. Na kwa muda huo alikuwa peke yake akifanya baadhi ya majukumu yake ya kiofisi nyumbani kwake. Alifika mlangoni IGP na akafungua mlango, na baada ya kufungua akakutana na mtu ambaye sura yake ilikuwa ni ngeni kabisa na hakujua ni nani na anahitaji nini kwa wakati huo. Karibu. Asante. Aliweza kumkaribisha na mgeni akaitikia asante. Unahitaji nini? Alioji jenerali kabla ya kuona umuhimu wa kumkaribisha ndani mgeni huyo. Naitwa George Mwangia. Nitafurahi kama utanikaribisha ndani kwako. Nina mengi ya kukuambia kuhusiana na kifo cha familia ya Bwana Derrick Mausa pamoja na mkewe pamoja na binti yake Rita Mausa. Mgeni huyo aliyejitambulisha kwa jina la George Mwangia aliweza kuongea maneno hayo na kumfanya jenerali astuke kidogo na kutulia kama dakika 3 nzima akimtizama kijana huyo ambaye alionekana akitabasamu muda wote. Wewe ulisema unaitwa nani? Alioji swali hilo jenerali na kijana akamjibu, nimekwambia naitwa George Mwangia. Jenerali aliona kuna haja sasa ya kuhifadhi jina la shahidi huyo wa kwanza kabisa baada ya mauaji hayo ambayo yapata miezi 7 sasa imepita tangu vifo hivyo kutokea, na hakuna shahidi wa maana aliyeweza kupatikana, ila huyu alionekana ana kitu cha ziada. Karibu ndani. Alimkaribisha ndani na kijana akaingia. Kijana aliingia na akatulia kwenye kiti, wala hakuwa na wasiwasi yoyote, wala hakuwa na hofu. Alionekana mchangamfu tu. Tena bila kusita akachukua glasi ya juisi ya jenerali aliyokuwa akipata na akapiga pafu moja, hali iliyomfanya Jenerali Saidi Mwema kumshangaa mgeni huyo ambaye hakuonekana kuwa na wasiwasi kabisa kwenye nyumba yake. Hii ni nzuri. Hii nitaitumia mimi
wewe jiandalie nyingine. Aliongea George Mwangia, na IGP aliona hakuna tatizo. Alifungua friji, akatoa jagi kubwa lililojaa juisi kama hiyo na kuiweka mezani, na yeye akaketi na glasi nyingine mezani ili aweze kupata kinywaji huku wakiendelea na mazungumzo. Niko peke yangu hapa. Familia yangu imeenda kujiandaa na sikukuu ya Christmas nyumbani. Aliongea IGP, na George akapiga pafu lingine la juisi kisha akatikisa kichwa, ishara ya kuelewa kile ambacho IGP amezungumza. Wewe umetokea wapi? Alioji swali hilo IGP kabla ya kuchukua redio yake ambayo ilikuwa na uwezo wa kurekodi na kuhifadhi sauti, kisha akaiweka mezani kwa ajili ya kuhifadhi kile ambacho George atazungumza, maana kitafaa kutumiwa kama ushahidi baadaye. George Mwangia, mgeni wa IGP, hakujibu swali hilo. Zaidi, alitoa kitambulisho chake na kumpatia IGP, ambapo IGP alishtuka baada ya kuona yaliyomo kwenye kitambulisho hicho. Lieutenant Commander Navy JWTZ 2 strip of 3 rank code, kamanda wa kikosi cha maji. Nimefukuzwa jeshini miezi 5 tu baada ya kupandishwa cheo, na mbaya zaidi, sitakiwi kujihusisha na shughuli yoyote ya jeshi. Kwa sasa mimi ni raia tu, na hiyo ni soft copy ya kitambulisho changu ambacho tayari nilikirudisha jeshini. Baada ya IGP kuweza kusoma kitambulisho hicho, basi George Mwangia aliweza kutolea ufafanuzi kidogo kuhusiana na kitambulisho hicho na wazifa aliyowahi kuwa nao. Aha, kumbe ni wewe ambaye kamati ya jeshi ilikufukuza. Shida ni nini George? Alioji swali hilo IGP, na hapo George akacheka akajibu, ndio maana niko hapa kukwambia kuhusiana na sababu ya vifo vya familia ya Mr. Mrs. Derrick Mausa pamoja na binti yao, lakini pia nitakueleza juu ya mkasa wa muuaji. Aliongea George, kisha akapiga pafu moja la juisi na kutulia kidogo. Okay, sawa. Unaweza kuniambia sasa? Aliongea IGP, na baada ya George Mwangia kuweza kupewa ruksa, basi akaendelea. Moja ya sifa kubwa sana niliyowahi kupewa ni kupata cheo kikubwa sana katika umri mdogo jeshini, lakini sikudumu, na katika muda mfupi peke yake tayari nilikuwa nimepoteza kila kitu. Utiifu wangu, uhodari wangu wote, pamoja na ushawishi nilioufanya wakati niko jeshini, ulisahauliwa kabisa. Nikapokonywa kila kitu, nikaanza upya. Lakini miezi kadhaa kabla ya kutimuliwa kazini, niliwahi kuwa na mahusiano na binti mmoja hivi mzuri, mashallah. Alikuwa ni binti katika familia ya kitajiri nyumbani kwao, na kwa kuwa hata mimi pia nilikuwa kazini, nilikuwa nina nafasi nzuri sana. Ukiachana hayo tu, babangu alikuwa ni mtu mwenye mali nyingi na fedha, alikuwa ni mfanyabiashara pia. Hivyo ilikuwa rahisi kupanga maisha yetu, mimi na huyo binti ambaye tulipendana. Binti alionyesha kunipenda kwa dhati sana, hali iliyofanya nimpeleke nyumbani kwa wazazi wangu, ambao pia kwa wakati huo, kama nilivyosema, walikuwa ni wafanyabiashara wakubwa tu,
na walikuwa na kampuni ya usafirishaji wa mizigo. Kiufupi, wazazi wangu walikuwa na fedha sana. Walimpokea binti huyo katika harakati za uchumba. Tukaunganisha familia zetu. Moja kati ya vitu ambavyo niliona kuwa sina sababu ya kuchelewesha uhusiano wetu na huyu binti ni kwamba si mimi niliyemfuata ili kujenga mahusiano naye, hapana, bali yeye ndo alikuwa wa kwanza kupigania mapenzi yangu na yeye. Kipindi kingi sikupata muda wa mahusiano, bali ni kujihusisha na masuala ya jeshi. Mpaka napandishwa cheo, sikuwahi kufikiria mapenzi, niliamini muda wangu bado. Lakini yeye binti aliniaminisha kuwa huu ndio muda sahihi wa mimi kuwa katika mahusiano na yeye. Basi, hazikukauka simu zake kwenye laini yangu. Alilalamika kila alipohisi nachelewa kujibu meseji zake. Ilibidi nimweleze kuwa ni mambo ya kazini yananibana. Hivyo tulitenga siku zetu na muda maalumu kwa ajili ya mahusiano yetu. Tukawa tukifurahi pamoja, mimi na huyo mpenzi wangu. Kama nilivyosema, pesa kwao hazikuwa tatizo. Alijitoa kwa hali na mali kuhakikisha tunaoana. Sitaisahau siku aliyolia sana baada ya kukuta meseji ya mwanamke mwingine kwenye simu yangu. Japo haikuwa meseji mbaya, ila upendo wake wenye wivu ulikuwa umejaa. Nilimweleza akaelewa kwamba huyo aliyetuma hiyo meseji sina mahusiano naye. Akanielewa. Tangu hapo nilikuwa nikimwachia simu yangu na wakati mwingine yeye alikuwa akiniachia simu yake. Kiukweli alinipenda sana na mimi ilibidi nijifunze kumpenda pia. Basi, kwa mara ya kwanza nikaijua raha na thamani ya mapenzi na mahusiano. Hakuwa tayari kunipoteza na mimi sikuwa tayari kumpoteza. Basi wazazi wetu siku moja wakakutana kujadili swala letu la uhusiano. Na wakati huo mimi na huyu binti tulikuwa mapumziko katika hoteli moja ya kifahari, tukipata vinywaji na kufurahia mahusiano yetu, huku tukitarajia mwafaka mzuri kwa wazazi wetu ambao walikuwa huko wamekutana kujadili mustakabali wa ndoa yetu. Nikiwa hotelini na mpenzi wangu, simu yangu iliita na namba ilikuwa ni babangu mzazi. Nikaipokea na akaniambia, "Rudi nyumbani haraka George, nina mazungumzo na wewe." Babangu aliongea hivyo tu, kisha akakata simu. Kiukweli sikuwa na budi. Japo nilikuwa na nafasi kubwa jeshini, lakini mzazi wangu alisalia kuwa mzazi tu. Nilirudi nyumbani nikamuaga mpenzi wangu ambaye hakufurahia kabisa mimi kuondoka ghafla na akatamani twende wote, ikiwezekana akalale kwetu. Nikamwambia hapana, kila kitu kitakaa sawa na kila kitu kina wakati wake. Acha nikaongee na baba. Basi nilitoka hotelini hapo nilipokuwa na mpenzi wangu. Nilifika nyumbani, nikapaki gari yangu nje na kuingia ndani kwenda kuonana na baba, na tayari majira hayo yalikuwa ni majira ya usiku. Alfred Mwangia ambaye ndiye babangu mzazi alikuwa sebuleni akinisubiri mimi tayari kwa mazungumzo aliyoniitia kwa kupiga simu kule nilipokuwepo. "George mwanangu, kaa chini."
Aliongea baba na mimi sikuwa na budi kutii. Kisha akaendelea. Familia ya yule binti sio familia ya kuoa hata kidogo. Binafsi mimi kama baba yako siko tayari kuunganisha nao undugu. Aliongea baba, lakini ni kama nilikuwa sijamuelewa hivi. Sijakuelewa baba. Umesema? Nasema hivi, hakuna kuoa yule binti. Aliongea baba na mimi nikamtizama mzee ambaye kwa wakati huo niliona ni kama hanitakii mema sasa juu ya maisha yangu. Na naona wazi anataka kuipoteza furaha yangu. Sikuwa tayari kusikiliza sababu atakazozitoa eti kwa nini nisimuoe yule binti. Nilichokifanya, niliinuka na kumwambia baba, do your own. This is my life, not your life. Nilimwambia maneno hayo babangu mzazi nikimaanisha kwamba afanye mambo yake, kwa maana haya ni maisha yangu na sio maisha yake. Nilipomaliza kumwambia babangu hivyo, nikaondoka zangu, na wala siku hiyo sikutaka kulala tena hapo nyumbani. Nilishaona wazi baba hana upendo na mimi tena. Nikawasha gari yangu nikampigia mpenzi wangu na kumwambia kwamba mimi narejea hotelini. Kwema mume wangu, mbona hivyo? Umeenda nyumbani ghafla unarudi huko tena. Kwa nini mimi nisije huko kwa wakwe zangu niondoke asubuhi kuliko kuja kuharibu pesa huko hotelini? Aliongea mchumba wangu akionyesha kujali sana, na nikamwambia kuwa asiwe na wasiwasi, mimi narudi hotelini, tutaongea. Baada ya kumwambia hayo akatii. Kiukweli binti huyu hajawahi kunipinga na aliniheshimu sana. Ndicho kitu nilichompendea zaidi. Nilirudi hotelini na sikutaka kumwambia kuwa baba amezuia ndoa yetu, bali nilimwaminisha kila kitu kiko sawa, awe tu na subira. Alifurahi na tukalala hotelini hapo mpaka panakucha. Ikabidi palipopambazuka nimsogeze karibu na kwao, na mimi nikaendelea na harakati zangu. Ni lazima umsikilize baba yako. Bado hatuwezi kuruhusu ndoa baina yenu. Hii ilikuwa ni sauti ya Witi Mwangia ambaye ni mama yangu mzazi, naye akitilia mkazo swala ambalo baba aliliongea jana usiku. Mama, kwa nini mmeamua kunifanyia hivi? Shida nini? Nilishindwa kuvumilia. Niliongea huku machozi yakianza kunilengalenga machoni mwangu, kuonyesha kwamba naumia sana na hayo maamuzi yao. Kaa hapa mwanangu, kaa hapa nikwambie kitu. Aliongea mama yangu na mimi nikatii. Sikiliza mwanangu, hakuna mtu ambaye hataki wewe umuoe yule binti. Hakuna. Hata baba yako hana maana kuwa utaki uoane na yule binti. Hana maana hiyo, lakini ipo sababu. Aliongea mama na ikabidi nimsikilize sasa. Baba yako na baba wa mchumba wako wana migogoro ya kibiashara. Nikwambie tu, baba yako hakujua kama mtu anayekwenda kuongea naye kuhusu masuala ya ndoa yenu ni hasimu wake kibiashara. Laiti angelijua hilo, asingekubali kuonana naye. Na nikwambie mwanangu, mpaka sasa baba yako na baba wa mpenzi wako wana kesi nyingi sana za kibiashara mahakamani. Kuunganisha familia
ni sawa na kutoleana siri tu katika hizi kesi. Hivyo tafuta mpenzi mwingine, sio yule. Aliongea mama akijaribu kunisihi. Mama, naomba mnielewe kitu kimoja. Mambo yenu ya kibiashara msihusishe mapenzi yangu. Nisikilize mama, msipoamua nyinyi ni muoe yule binti, basi mimi nitamuoa. Maana this is my life, not your life. Niliongea kwa msisitizo, huku nikirudia maneno yale yale niliyomwambia baba yangu mzazi. This is my life, not your life. Nikimaanisha haya ni maisha yangu na wala sio maisha yao. Niliongea maneno hayo nikiwa na hasira, ghadhabu, kisha nikainuka sebuleni hapo na kuamua kuondoka zangu kwenda kuonana na mpenzi wangu. Alikuwa haniishi hamu roho yangu. Basi kuna sehemu ambayo nilikuwa nimeahidi kukutana na mpenzi wangu. Nilifika maeneo ambayo nilikubaliana kuonana na huyo mpenzi wangu, na haikuwa sehemu nyingine bali ni hoteli hiyo hiyo ambayo mara zote tumekuwa tukikutana na kupanga mambo yetu huko tukifurahia mapenzi yetu. Hapo ndipo tulipendelea sana kukutana. Si kubadili hoteli, ni hoteli moja tu hivi yenye hadhi na utalii. Je, nini kitaendelea? George Mwangia yuko na IGP Saidi Ali Mwema. Anampa story ambayo hiyo story ndani yake ina sababu ya vifo vya hii familia ambayo Saidi Mwema anaumiza kichwa kutaka kujua nini chanzo. Tukutane sehemu ya pili ya simulizi hii nzuri sana ya kusisimua. Mkasa huu wa kusisimua unaokwenda kwa jina la Njia Panda. Je, ni sheria au la? Tukutane sehemu ya pili. Mimi ni Amani Leonard. Namba zangu za simu ni 0785 08 2315. Tuonane katika sehemu ya pili. Asante.